Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nami inapoingia kwenye sehemu hii ya pili, ambapo kama nilivyokuahidi awali tutakuwa tunafungua sehemu ya mazungumzo rasmi, na leo tutakuwa tunaangazia zaidi masuala ambayo yanaendelea kugonga vichwa vya habari, hususan kwenye ulingo wa siasa, zaidi tukiangazia maandamano ambayo yametangazwa kufanyika kesho na vijana wa kizazi cha Gen Z na baadhi ya viongozi wa upinzani, yakiungwa mkono vile vile na wanaharakati ambao wanasisitiza kwamba kuandamana ni haki ya wananchi wa Kenya na kikatiba katika kujieleza na pia katika kufanya maandamano hayo. Lakini kumbuka, Ijumaa kamanda wa polisi katika eneo la Nairobi alitangaza kwamba hajapata ilani ya manotisi yoyote kutokana na maandamano hayo ambayo yanafaa kufanyika kesho. Kwa lugha nyingine ni kama ameharamisha maandamano hayo. Bado tunaangazia iwapo yatakuwa yanafanyika na chanzo cha maandamano yenyewe kufanyika, kumbuka mtazamaji, ikiwa ni kupanda kwa bei ya mafuta ambayo kwa upande mmoja au mwingine imepandisha moja kwa moja gharama ya maisha, na ni swala ambalo si geni humu nchini Kenya, kulalama kuhusiana na kupanda kwa gharama ya maisha na kulalama kuelekea barabarani katika kueleza hisia hizo. Studioni namhusisha Daktari Luchetu Likaka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, na pia namhusisha Thomas Omao ambaye yeye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, na ndani muda usiokuwa mrefu naungana na Francis Mwangangi ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Machakos katika kutathmini hayo. Karibuni sana. Asante. Naam, tukiangazia maandamano ambayo yanatarajiwa kufanyika kesho, kauli za baadhi ya viongozi kuwasihi viongozi wa upinzani kutoendelea na maandamano hayo kwa kutoa nafasi ya suluhu ya matatizo ambayo yamewasababisha Wakenya ama vijana hawa, na labda viongozi wa upinzani kuingia barabarani na kuandamana. Chanzo kimekuwa ni kupanda kwa bei ya mafuta ambayo imechipua kuwepo kwa maandamano haya, lakini cha zaidi kuna kauli ambazo zilikuwa zimewapatia Wakenya nafikiri utulivu wakati ambapo vita na mgogoro katika maeneo ya kati mwa ulimwengu yalikuwa yanaendelea kati ya Iran na Marekani, na tulisikia kauli kutoka kwa waziri wa kawi, waziri wa hazina ya kitaifa ambaye ni fedha, na vile vile rais mwenyewe pia wakitoa hakikisho kwamba mambo yatakuwa sawa, na hofu ambayo Wakenya walikuwa nayo katika upandaji wa mafuta ama bei ya mafuta labda ikawa imetulizwa kidogo, lakini kisha lile ambalo Wakenya walikuwa wanaliogopea likawa linafanyika. Maoni yako ni yapi daktari, kuhusiana na labda utulivu ambao ulikuwa kutokana na uhakikisho wa hizi kauli kwa viongozi, na sasa hivi mabadiliko ambayo yamekuwepo na hisia ambazo zimekuja na mabadiliko hayo na kusababisha kuwepo kwa maandamano? Na kwanza nisema asante kwa mwaliko na kuwa hapa siku ya leo. Kuhusu suala hili ni kwamba ndio serikali ilitupatia mwelekeo kwamba wangeweza kudhibiti hali hii na tukapata hakikisho hilo, na baadaye tunaona kwamba wamebadilika. Na baada ya kubadilika ndio hivyo Wakenya wengi wanahisi kwamba pengine serikali haijaweza kutueleza ukweli. Lakini ukumbuke kwamba serikali hii inajipata kwa njia panda, kwa sababu semi ziliopo kutoka kwa rais na kutoka kwa mawaziri zimekuwa zile ya kujaribu kuonyesha kwamba wanadhibiti kila swala na wanashughulikia masuala ya wananchi. Lakini tunapoangalia kiundani tunapata kwamba mwananchi wa kawaida anaathirika, kwa sababu kwa wakati huu mfumuko wa bei utakuwa juu, kwa sababu matatizo tunaona mafuta yanaathiri sekta zote, sio usafiri peke yake, uzalishaji na sekta zingine zote. Na tatizo ambalo linajitokeza ni kwamba huenda hatuna ukweli kati ya mkono ambao unapeana na mkono ambao unachukua, kwa sababu tunampata rais anasema kwamba ameweza kuondoa waziri alisema ameondoa 3%. Hapa hivi rais anasema anaondoa 8%, kumaanisha kwamba hawajaweza kuwa na uwiano jinsi wataweza kushughulikia swala hili. Na swala hili ni nyeti kwa sababu lile tunaangalia G2G ambaye tunapata kwamba kampuni yetu ya Kenya Pipeline ama NOC ile ambayo inahusika, sio ambayo inahusika katika kuagiza na kuweza kuhakikisha kwamba ina distribute haya mafuta. Kumaanisha upande wetu kuna tatizo ambalo serikali haituambii ukweli. Na hiyo ndio unaona kuna ile shinikizo kwamba basi mbona tusiandamane. Kuandamana ni haki ya kikatiba kulingana na kipengele cha 37, lakini tukumbuke kwamba kuna ile wasiwasi kwa sababu ya yale ya mwaka wa 2024 yalipotokea. Ndio hiyo wasiwasi ambao wananchi wanaona kwamba pengine haitakuwa halali, lakini ni haki ya mwananchi wa kawaida kulalama, na huenda haki hii huwa Wakenya wetu hasa viongozi wanasikiza swala la maandamano vizuri. Na mimi naona kwamba
ni vyema waandamane, wapewe nafasi. Hata ule mkuu wa serikali wa polisi anavyosema hajapewa notisi. Notisi ni kumweleza tu kwamba tutaandamana kesho, basi utupatie ulinzi, kwa sababu ni haki ya mwananchi kuweza kulalamika. Omao, maoni yako ni yapi tukiangazia chanzo cha hisia ambazo zimeweza kujengeka na kufika kuwepo kwa uamuzi wa maandamano, ikiwa ni ile sakata ya uagizaji mafuta na kisha pia vita ambavyo vinaendelea kule katika eneo la kati ambavyo vimesababisha kuwepo kwa migogoro ambayo imeathiri mataifa mengi tu katika masuala ya mafuta, lakini hususan kauli ambazo tulikuwa tumezipokea zilikuwa zinaonyesha kwamba mambo ni shwari, lakini kumbe mambo si shwari. Shukran dadangu kwa fursa. Kwanza ningependa kusema kwamba haki ya kuandamana ni haki iliyo katika katiba, haswa ukiangalia kipengele cha 37. Kwa hivyo viongozi wa upinzani wamesema kwamba wananchi watajitokeza kwa wingi hiyo kesho ili kwamba waweze kuandamana kwa kuwa hali ya maisha imekuwa juu. Pili, kuna kitu ambacho ningependa kuongea katika hii wizara ya nishati. Tumeweza kuona ya kwamba hakuna uongozi bora, kwa kuwa leo hii rais amekuja amesema kwamba ameondoa ile kodi ya VAT, yani value added tax, kwa 8%, na waziri katika hii wizara naye anasema kodi ambayo imetolewa ni 3%. Hii inaashiria ya kwamba hawafanyi kazi moja kwa moja. Kwa kuwa mbona rais aseme hili na waziri aseme lile? Hii inaonyesha ya kwamba hakuna ule mwongozo unaofaa katika wizara hii. Hii pia imeweza kujitokeza kwa mara ya pili dadangu, kwa maana tulipokuwa tunazungumzia ile swala ya Adani na pia Ketraco, waziri kwa wakati mmoja wakati wa asubuhi alikuja na kusema kwamba huu ni mfumo bora na serikali inaunga mkono. Kisha jioni rais akakuja akasema kwamba tumeweza kufutilia mbali mpango huu wa Adani na Ketraco. Hii inaonyesha kwamba kuna shida kubwa haswa katika uongozi katika hii wizara, na hii ndio imeweza kuchangia kukosa kwa imani katika hii wizara ya nishati. Ningependa kusema kwamba serikali inafaa kuja na mbinu mbadala ya kuhakikisha kwamba imeweza kushughulikia swala la mfumuko wa bei wa mafuta. Kwa mfano, kama nchi inafaa tuweze kuwa na akiba ya mabomba ya kutuwezesha kutumia wakati ambapo kuna shida kama hii tulio kwa sasa hivi. Pia serikali inaweza kuzalisha nishati. Pia hii inaweza kuashiria kwamba si lazima tuweze kutegemea mafuta kwa matumizi yetu. Tunaweza kutumia nishati. Kwa mfano, hivi juzi nimeweza kuona ya kwamba kuna pikipiki ambazo zimekuja ambazo ni za nishati, yani electric motorbikes, hata magari. So hii inamaanisha ya kwamba lazima tukue na njia mbadala ya kushughulikia swala kama hili. Mheshimiwa Mwangangi, karibu na shukran kwa kuungana nasi katika mazungumzo haya. Lakini tukirejelea swala la maandamano ambayo yametangazwa kufanyika kesho na jinsi ambavyo serikali ilidhibiti chanzo cha maandamano haya, ikiwemo kwamba kulikuwa na hofu kuanzia mwanzo ambapo tulikuwa tumeshuhudia vita ambavyo vinaendelea kule kati ya Iran na Marekani, na hizi hofu wananchi wakazieleza wazi, lakini uhakikisho ukatoka tu si mara moja si mara mbili kwamba mambo yatakuwa sawa, na kisha baadaye mambo yakawa jinsi ambavyo Wakenya waliongopea yatakuwa, na kuishilia kuwepo kwa sasa ushinikizo la kuwepo kwa maandamano. Kwanza asante kwa mwaliko, asante kwa Mwenyezi Mungu kutuwezesha sisi zote kuwa mahali hapa. Niseme kuna kitu kimombo tunasema deficit in trust. Na kwa lugha nyingine pia tunasema ile guo mtu yeyote anafaa inakaa tu kama yeye. Serikali kuwa ni akaunti ama ni ya kitaifa, ukipata gavana who is strict focused on service delivery, utapata hiyo serikali iko hivyo. Serikali ya kitaifa
kiongozi wake, ukiona hiyo serikali ikiwa iko imara, ni serikali nzuri, inatenda kazi vile inatakikana, basi ni kutokana na uongozi mzuri wa rais aliyeko mamlakani. Lakini Wakenya kulingana na vile hii serikali imekuwa ina behave kwa matamushi, kwa matendo, kutenga, kwenda, kudanganya watu. Mnakumbuka kulikuwa na maandamano kule awali ambayo ilikuwa inaongozwa na mwenda zake Raila Odinga. Kulikuwa na hiyo ilisimamishwa na kuwa na committee ambayo ilituelekeza kuwa na ile wanaita NADCO report. Ukiangazia in terms of delivery ni zero. Okay? Mafuta ukiangalia ile tamushi ilitolewa na rais wetu ni tofauti na ile ilikuwa imetolewa hapo awali na waziri wa kawi. So inakuwa ngumu sana kuamini serikali. Na ndio naona wananchi wanaona the only option they have is the constitutionally allowed way to demonstrate. Na mimi nafikiri kidogo tu mheshimiwa, tunataka kutengeneza sauti yako, kuna mushkil, alafu tutakuwa tunarejea kwako umalizie kauli hiyo. Lakini tukijaribu kuangalia hayo, Daktari Luchetu, unahisi kuna njia ambayo labda maswala yangekuwa yameangaziwa tofauti kabla tufikie hapa kwamba tunakwenda kuandamana? Kwa sababu kama ulivyotaja, wakati mwingine watu huhisi kwamba serikali inasikia tu lugha ya kuandamana ama tangazo la maandamano ndio kurekebisha masala, lakini kuna mengi ambayo tuliona kutokana na zile ziara za kamati ya seneti na ya bunge za kawi kwenye kampuni ya Kenya Pipeline, ambayo tunajiuliza inakuwaje mafuta ambayo hayajafikia viwango kuingia kwenye nchi, na pia hakikisho la kwamba hayataingia kwenye soko. Inaleta imani kwa Wakenya, ama bado kuna wasiwasi ambao utakuwa upo hata baada ya kutoka kwa kauli hizo? Dadangu, na niseme lazima tuambieni ukweli. Ukweli ni kwamba serikali yetu inafanya lile kwa kimombo tunaita micromanagement ambayo inafanywa na rais. Na hiyo micromanagement ambayo rais anafanya ndio unaona inakuwa vigumu hata wale ambao wamepewa majukumu yale kuyatekeleza ipasavyo na watupatie mwelekeo kama taifa. Nasema hivi kwa nini? Kwa sababu unavyoangalia sasa serikali zote zinahusika hapa hazisemi na usemi ambao ni umoja na kuhakikisha kwamba umtamtetea ama kumlinda mwananchi wa kawaida vipi. Na pengine wakati tunajadili swala hili tuangalie ni vipi tumefika hapa, kwa sababu rais alipochukua hatamu za uongozi hapa awali katika kampeni zake alisema atapunguza gharama ya maisha, na gharama ya maisha swala nyeti hapa ni mafuta. Sasa hivi tumeona kamati ikishughulika. Hata kabla ya kamati, wale waliokamata na wale watatu walijiuzulu wako wapi? Mbona hawajapelekwa mahakamani? Mbona zile exhibit walipatikana na hizo hela hazijaletwa kwenye mahakama? Kumaanisha kwamba kuna swala fiche ambapo hata wale ambao wanahusika na sekta hii yote naona kwamba hawajaweza kudhibiti hali ipasavyo na hawezi kutupatia mwelekeo. Na ndio hivyo mwananchi wa kawaida anavyosoma kiundani ripoti ya kamati ya bunge, anaangalia vile waziri anaponena, anaangalia maafisa wa hizi sekta vile wanavyonena, wanaona kwamba ili kuweza kusuluhisha mambo haya ni vyema tuandamane ili kumpa serikali mwelekeo kwamba tunahitaji. Ikiwa uliondoa 8%, mbona usiondoe 8% iliyobaki, basi tuifanye zero ama tuiweze kuipunguza kiasi ambapo tutaweza kusaidia mwananchi aweze kuhimili makali haya. Na tena kwa hilo, mbona wakubali kuondoa 8% na huku wanaenda kwenye World Bank kwamba tunahitaji hela basi kujaribu kufunika hili? Yani ni kama vile mchezo wa paka na panya, mkono huu atoa, mkono huu achukua. Na ndio hivyo mimi naamini tutaweza kusuluhisha ikiwa tutaandamana kesho. Turejee kwa Mheshimiwa Mwangangi, unaweza kumalizia hoja ulikuwa unazungumzia kuhusiana na jinsi ambavyo taifa limefika mahala ambapo tunarejea barabarani kuandamana, na pia kuongezea kwenye masuala ambayo alikuwa anayazungumzia Daktari Luchetu ya imani ya Wakenya na kauli ambazo zinatoka kwa uongozi. Kumbuka jana rais akiwa kanisani alizungumzia swala la Kenya kutokuwa viwango sawa na mataifa jirani kimaendeleo. Kwa hivyo hatufai kulinganisha bei za mafuta na mataifa yanayotuzunguka, lakini tuangalie na viwango vya maendeleo ambavyo vinalingana na taifa la Kenya. Kana kwamba kuna afueni ambayo labda huenda ipo nchini Kenya kwenye swala la mafuta ambayo Wakenya hawaiangalii. Lakini ni nani huyo anaamini rais? Ametamka hayo. Nani Mkenya mgani atamwamini?
Kwa sababu hata ukiangalia yale alikuwa anasema, tunajua katika uchumi nchi ya Ethiopia iko mbele yetu na mbali. Lakini mafuta huko ni karibu nusu ya bei ya mafuta katika taifa la Kenya. Nchi zozote zinatuzunguka, I think whoever advises the president, maybe he needs to do something. Na hawa watu wote ambao wanamzunguka wanampa advice. Kwa sababu vitu zingine anasema zinabaki aibu kwake na aibu kwa nchi. Because he's the topmost diplomat of this country. Sasa akisema vitu kama hizo na anarifaa mataifa mengine mahali pengine, na tunajua huo ni uongo, iko shida gani? Yani sielewi. Kabisa sielewi. Na ndio maana hata wakati ya serikali inazungumzia maneno ya mafuta, inazungumzia jambo hii, tutafanya hii, watu hawezi amini kwa sababu uongo umekuwa mwingi. Tuseme tu ni uongo na ufisadi, wizi. Because hakuna serikali hii, hakuna mradi saa hii. Unajua hii utatoa hii maji kutoka hapa uweke hapa, unajua kuna something in between. Hatuamini kwa sababu tumezoea. Kitu ukisikia hii tunatoka hapa tuende hapa, unajua hapo kuna chakula ya watoto na mama na baba ndani hapo. Na hiyo ndio ile shida kubwa tulioko nayo. Ni sawa, serikali ilitangaza yale ilitangaza jana kuhusu mafuta. Lakini nafikiri hii maandamano itawafanya waamke. Na watawafanya waamke kwa njia hili. Sioni, na mimi sielewi. From where I sit, sielewi kwa nini nchi nyingi Great Lakes country, landlocked countries, zinaangiza mafuta yao kupitia taifa la Kenya. Lakini hiyo mafuta ikifika huko, unapata iko kwa bei ya chini kabisa kushinda nchi ambayo hiyo mafuta inapitia hapo, inasafirishwa kupitia hapo. Sasa ukiona mambo kama hayo, unaona hapa 1+1 is not 2. Kuna jambo hapa katikati hatuelewani. Rais amejiweka kwa haya mambo. Kwa sababu hii mtandao na hii maneno nazungumza hapa leo imewekwa, Wakenya wameiweka. Kuna siku nyingine itakuja niseme mambo mengine uambiwa hapana, siku hii ulisema hii. Akiwa naibu wa rais wakati alikuwa anatafuta kiti ako nacho saa hii, alisema nini na saa hii anasema nini, Wakenya wako nayo. Omao, maoni yako ni yapi kuhusiana na kauli ambazo zimetoka kwa viongozi, imani ambayo ipo kutokana na kauli hizi na hatua ambayo Wakenya wameamua kuchukua ya kuingia barabarani? Jinsi nilivyosema dadangu, ni kwamba Wakenya wamekosa imani na serikali iliyoko mamlakani. Ndio maana wamesema kwamba sisi tunataka kwenda katika maandamano ili serikali iweze kutusikiza. Kuna zile kodi ambazo serikali imeweza kuweka katika bidhaa za mafuta, na hizi kodi ndizo ambazo zimeweza kufanya kuwa na mfumuko wa bei ya mafuta. Nimeongelea juu ya ile value added tax. Kuna ile road maintenance levy. Kwa hivyo ni maoni yangu ya kwamba serikali inafaa iweze kuondoa hizi kodi ili kwamba bei ya mafuta iweze kuenda chini. Kwa hivyo mie kama Omao, mahala nimekaa hapa, ningesema kwamba wananchi wako na ile haki yao ya kikatiba ya kutoka kuandamana, kwa maana wamekosa imani na viongozi waliochaguliwa. Kwa hivyo wacha wananchi waandamane, na hiyo ndio lugha peke yake ambayo wananchi wataisikiza. Na sijui kwamba aliyekuwa anajulikana ni mwanzilishi ama mwenye maandamano, baba mwenda zake, aliweza kuaga dunia. Sijui kama haya maandamano yatakuwa na mvuto zaidi, lakini tunangoja kuona ya kwamba Wakenya watajitokeza kwa wingi ili sauti zao ziweze kusikika. Na tukiangalia masuala ya kisiasa na maandamano, tumeona maandamano mara nyingi yakihusishwa na upinzani. Na licha kwamba wakati huu vijana wametangaza kwamba wataandamana, bado tunaona viongozi kwenye mrengo wa serikali wakisia upinzani kusitisha maandamano. Ina imani kwamba serikali inaamini labda Wakenya hawezi kuamua wenyewe kwenda barabarani kwa sababu labda wamefinyika na bei ya mafuta, wamefinyika na kupanda kwa gharama ya maisha. Lazima kuwe na siasa ndani ya swala la kuandamana kwa kutafuta haki ama kutaka mabadiliko kwenye uongozi. Daktari. Dadangu, ni kwamba swala la kuandamana ni njia ya kuweza kuwasilisha ujumbe. Na njia hii ni njia moja ambayo serikali yetu husikiza vizuri.
Wasiwasi uliopo kwangu binafsi ni kwamba huenda maandamano haya yakakuwa mwanzo wa misururu ya maandamano ambayo itafanyika hadi mwaka wa 2027. Kwa sababu Wakenya wamefinyika sana na hawajapata nafasi ya kutoa hisia zao. Na nafasi hii yenye ambayo wapinzani wanasema basi tuandamane ni kwa sababu huwa mara nyingi tunatafuta wapi ule leader mobilizer ambaye atasema tuje tuandamane. Na ikiwa tutapata mwenye atatuambia tuje tuandamane, basi watajitokeza zaidi. Na wasiwasi kubwa tena, kumbuka kwamba mwaka wa 2024 kwa sababu ile finance bill na wakati huu tena tunajitayarisha kwa ile ambayo italetwa, ni kwamba wengi wako na matatizo mengi. Wakenya wanakumbwa na mfumuko wa bei, wako na matatizo mengi kwamba serikali haitekelezi wajibu wake ipasavyo. Vipi wataelezwa maandamano? Na tuwaombe wapewe nafasi ya kuandamana, wachukue mustakabali huo, waweze kutilia maanani masuala wananchi wanawasilisha, na wachukue hatua kuhakikisha kwamba vipi watapunguza mfumuko wa bei na maisha ya Wakenya kuwa rahisi. Kwa sababu kwa Mkenya wa kawaida ako na uchungu mwingi. Unapomsikiza naibu wa gavana hapa anaponena, anashinda kunena kwa sababu anajua haya masuala, kwa sababu mwananchi ako kwenye ofisi yake kila mara na kulalamika kuhusu serikali. Mheshimiwa Mwangangi, swala la maandamano serikali inalichukulia ni kama ni swala la upinzani na la kisiasa, lakini tumeona wananchi wenyewe na mavijana wakijitokeza wakilalama kuhusiana na baadhi ya masuala ambayo wanasema yanawapeleka kwenye maandamano. Maoni yako ni yapi kuhusiana na swala la maandamano kuangaliwa kama swala la kisiasa badala ya swala ambalo labda huenda likawa ni swala la kutoa maoni ama kushinikiza serikali kuleta mabadiliko fulani kwenye uongozi? Duniani mzima maandamano ni ya kisiasa. It's already a politics. Ile jambo naongezea hapo, na asante kwa hilo swali, ni kwamba tukumbuke ya kwamba serikali sana sana huwa sisikizi njia ingine other than demonstrations. Niseme ya kwamba wale wanaojitokeza, it is within their constitutional right and they need not to fear. For the first time, haja nieleze wanaotutazama ya kwamba nchi ambazo zimeendelea ulimwenguni kote, ukiangalia, they went through some form of revolution. Ile wizi iliyoko katika taifa hili la Kenya, without a revolution of certain kind, haitaachwa. Watu wamezoea. Na wacha niseme, tangu uchaguzi uliopita, watu wanaenda maandamano, wanadanganywa hivi, wanapelekwa hivi, hiyo inawekwa chini. I think the time has come. The day Kenyans, tuseme kwa mfano Machakos County, where I come from, where I'm serving as a deputy governor, niende pale, watu wajue huyu naibu gavana ni mwizi, huyu naibu gavana hawezi kazi, na waandamane mpaka watoe ofisi. Yule atakaye kuja baada yangu kuondoka atafanya kazi akiwa uangalifu, na huo wizi hautakuwa. Ukiangalia, name any country that we can classify as developed at some point, including Britain, including US, including France, including China, there was some form of a revolution. Na mimi naona haya maandamano kweli ni ya kisiasa, na watu wako na haki ya kisheria wajitokeze, na wajue hii serikali inaweza wafinya, lakini kuna serikali itakayokuja, na hawa walioko kwa mamlaka saa hii, akuwe ni officer, hata kama ni OCS, kuna siku ilifanyika hii, you are in charge. Hata kama ni after 20 years, you will be brought to account. Omao, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala la maandamano na siasa? Mheshimiwa Mwangangi anasema huwezi kuvitenganisha, hususan katika lalama ambazo zimeibuliwa kufuatia kupelekwa ama kuwepo kwa shinikizo la maandamano haya. Kwa kweli dadangu, ningependa kumuunga mkono gavana na kusema kwamba maandamano ni haki ya kisheria. Licha ya kwamba kutakuwa na vurugu na furumai, serikali itajaribu sana kutumia nguvu kwa wingi ili kuwatawanya waandamanaji. Lakini jinsi wenzangu walivyosema ni kwamba lugha peke yake ambayo serikali iliyoko mamlakani inasikiza ni lugha ya maandamano.
Kwa hivyo mimi ningependa kuwasihi wananchi wote waweze kujitokeza kwa wingi ili sauti zao ziweze kusikika na serikali iliyoko. Tunapoangalia kile kipengele cha 37 cha katiba ya Kenya kimetupa ruhusa ya kila mwananchi kujitokeza ili aweze kusikika kwa njia ya kutangaza ama kuandikia asasi za usalama na kuambia kwamba wanataka kwenda kwa maandamano. Kwa hivyo dadangu, mie pia ningesema kwamba ni haki ya kikatiba ya kila mtu kujitokeza ili sauti yake iweze kusikika kwa njia ya maandamano. Naam. Daktari, tukiangazia swala la siasa za vurugu, swala lingine ambalo limeendelea kugonga vichwa vya habari kwenye siku za hivi punde, kuna ule uvamizi ambao ulifanywa seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi, nafikiri kila mmoja ameona kwenye taarifa za habari, na kumekuwa na lalama nyingi tu kutoka kwa muungano wa viongozi wa upinzani kwamba wanahisi kulengwa kwenye mikutano ya kisiasa na vurugu hizi. Hizo ni kashfa ambazo hazijathibitishwa, lakini kuwepo kwa siasa za vurugu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu kunaleta taswira gani kwenye taifa? Dadangu, ukumbuke kwamba uti wa siasa zetu ni ukabila, na kabila tulizonazo na ukabila vile umeendelezwa na wanasiasa, kuna makundi yanajitokeza ambayo yana uhusiano na wanasiasa tofauti tofauti. Kuanzia mwaka wa 2002 ambao tumeona tofauti hiyo ikijitokeza zaidi, na tumeona kwamba kuna makundi mengi hapa Nairobi, kwa mfano zaidi ya makundi 50 ambayo yanahusika na wanasiasa. Hapa awali tulikuwa na jeshi la mzee ambao walikuwa wanahusika na mwenda zake Moi na Gumo na wale wengine, na tumeona makundi haya yanafadhiliwa na wanasiasa kujaribu kupeana mwelekeo ama teseto tofauti kwa wapinzani ama kuwachochea kwa njia fulani. Wasiwasi yangu ni kwamba tunaona wakati ambapo kulikuwa na ile handshake ya broad-based ilipokuja, rais aliyetembea kule Mathare na sehemu nyingine, na siku hiyo ndio siku ya kwanza tuliona makundi ya vijana wakijitokeza kuwanyang'anya wananchi wa kawaida mali zao na kuharibu mali yao, na imeendelea hivyo mpaka wakati huu, kumaanisha kwamba haya makundi ambayo huenda yanafadhiliwa na vyombo vya dola yanatumia nafasi hii kuwakandamiza wapinzani. Mbona tunaona kwamba mikutano za wapinzani kuna rushwa, vitoa machozi kule, na mikutano ambayo rais anafanya na wale ambao wanaegemea upande wa serikali hamna vurugu kama hilo? Kumaanisha kwamba lazima tuchukue tahadhari kwamba makundi haya ni ya haramu na lazima yaweze kuchukulia hatua, na tufanye siasa safi, tuwapatie wapinzani nafasi wajieleze sera zao, serikali ije jieleze sera zake, na basi tutaamua kama wananchi wa kawaida. Lakini kuona kwamba polisi wanajaribu kuegemea upande fulani, tulipoona kule Mlima Kenya vile imefanyika, na hakuna yeyote ambaye ameshtakiwa isipokuwa kwa ile ndugu yangu Osotsi ambao wamepelekwa kwenye mahakama, ni wasiwasi mkubwa kwamba tunajaribu kuingiza hii taifa kwa ile ambayo tunasema ni anarchy, kwa sababu tunaruhusu fujo na ghasia, na hii itaharibu taifa letu. Hiyo ndio wasiwasi mkubwa. Na maoni yako ni yapi kuhusiana na siasa za vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa nchini, hofu ambayo imetokana na siasa hizo ama vurugu hizo tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu? Kwa kweli tumeweza kuona siasa za vurugu, na siasa hizi haswa huonekana pale ambapo viongozi kutoka upande wa upinzani hufanya mikutano yao ya kisiasa. Na hiyo jana aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua akiwa katika kanisa aliweza kusema kwamba serikali imeweza kutumia maafisa wa kiusalama wakisaidiwa na wale magoons ili kusambaratisha ile mikutano ya wanasiasa haswa kutoka upande wa upinzani. Hii haichaleta picha mzuri dadangu, kwa maana kwa ile lugha ya kimombo ni ile inaitwa ni recipe for chaos. Tusipoangalia ni kwamba tunapoelekea ule uchaguzi wa mwaka 2027 kutakuwa na zile chaos za kikabila, na hii haitaleta picha mzuri. Na tusipochunga dadangu ni kwamba tutaelekea kwa kile tulioishuhudia mnamo mwaka wa 2007
ambapo kulikuwa na machafuko ya kisiasa. Kwa hivyo ni ombi langu haswa kwa upande wa serikali na pia kwa upande wa upinzani waweze kuwa na siasa safi. Yaani ikuwe ni siasa si ya kurushiana maneno, isikuwe ni siasa ya kutoa matusi, ikuwe ni siasa safi. Kwa kuwa kama hatutapiga siasa safi, hiyo nayo inaashiria ya kwamba tutaelekea kwa zile siasa za machafuko. Kwa hivyo wacha serikali iweze kutoa nafasi kwa viongozi wa upinzani waweze kuongea siasa yao, waweze kuongea sera zao, na serikali pia iweze kutuambia kwamba inafanya hiki na kile bila kukandamiza mwingine. Na tutaweza kuona ya kwamba hatutaelekea katika machafuzi, haswa yale ambayo tuliweza kushuhudia mwaka wa 2007. Na mtakuwa nampatia Mheshimiwa Mwangangi fursa ya kuzungumzia hayo utakaporejea kutoka pumziko fupi, hususan akiwa yeye ni kiongozi ambaye anatoka chama kilichoko kwenye upinzani, na lalama nyingi za kuvamiwa kwa mikutano ya upinzani zimetoka kwa viongozi wa mrengo huo, na wakiwa wanaendelea kushinikiza serikali kutowalenga katika mikutano ya kisiasa, na kashfa nyingi zikiwa zinarushwa kufuatia swala hilo. Tutakuwa tunaangalia hayo na kuangazia masuala mengine ya kisiasa ambayo yanatawala taifa wakati ambapo joto la kisiasa linaendelea kupanda kukaribia uchaguzi wa mwaka 2027. Na kusihi usiende mbali. Shukrani kwa kuendelea kusalia nami mtazamaji kwenye taarifa za yanayojiri na kwenye sehemu hii ya mazungumzo, ambapo tunaendelea kuangazia mustakabali wa taifa na masuala mbalimbali yanaendelea kugonga vichwa vya habari nchini, ikiwemo maandamano yanatarajiwa kufanyika hapo kesho kufuatia ama kushinikiza serikali kushukisha gharama ya maisha, hususan iliyoanza na kupanda kwa bei ya mafuta, shinikizo hilo likiwa limetoka kwa vijana wa Gen Z na vilevile pia viongozi wa upinzani, na ikiwa kuna pia kauli kutoka kwa viongozi mbalimbali kutuliza hali na kutafuta njia mbadala na kupeana nafasi kwa serikali kutoa suluhu la maandamano ama kusuluhu la shida ambazo zinapelekea vijana kuandamana, na kuangazia pia siasa tu kwa jumla na masuala yanayozunguka siasa kwa sasa, nikiwa nahusisha Daktari Luchetu Likaka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi, na Thomas Omao ambaye yeye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na Mheshimiwa Francis Mwangangi ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Machakos. Na Mheshimiwa Mwangangi, ilikuwa nikupatie fursa ya kuzungumzia masuala ya siasa za vurugu, hususan kwenye mikutano ya kisiasa, tukiwa tumeshuhudia visa kadhaa ambavyo vimejitokeza na viongozi wa upinzani wakiwa wanalalama kwamba huenda ikawa ni shughuli ama ni visa vya kimaksudi ambavyo vinalenga wanasiasa ama mirengo ya upinzani kwenye mikutano ya kisiasa. Asante. Kwanza niseme ya kwamba furugu ama goonism in Kenya today is state sponsored. Na nasema hivyo kwa nini? Kuna hapo awali tuliwaona watu ambao walikuwa wanabeba vifaa vinaweza umiza wananchi wakienda sambamba na vitengo vya usalama, maofisa wa usalama. Tumeona katika mikutano hii ya umma unapata mlengo mmoja kama ule wa UDA na viongozi wao, serikali inawaprotect, inawapa ulinzi. Mlengo mwingine huyo wa ODM ambao wanataka kuuzia washaenda kwa hawa hao pia wanalindwa, lakini wale wanasema one term to rescue the country, tunaona wanatupewa vitoa machozi. Niseme maybe wale wanafanya hivyo hawajui, lakini hii maneno ya goonism, ukiangalia mataifa mengi ambayo yameenda ile kwa vizungu tunaita civil war, inaanzanga na hiyo tabia ya goonism.
sisi tunaona upande wetu serikali haitulindi, so tunaamua tujilinde, na hiyo ni jukumu ya serikali. Hama serikali iliyoko, watu wengine walioko wakubwa kwa serikali wanaona ya kwamba tumepoteza umaarufu. Kwa hivyo tunatishia wale ndio wakuwe scared na siasa, ndio waone kama wanaongopwa zaidi ama watu wanawafuata. Kwa hivyo the goonism in Kenya today I can confirm, mimi wakati mmoja nimekuwa mbunge, na kwa mapenzi ya Mungu nilikuwa katika ile maneno ya usalama wa nchi hii. The security sector that we have today, ama wale wanaosimamia usalama wa ndani katika taifa letu leo, are highly trained officers. Tukitoa siasa katika usalama na waambiwe liwe liwalo, we want a stable country, they will do it. Even by tomorrow, hawa Wakenya wote wakitaka kuandamana wataandamana, na utaona furugu yoyote. Hakuna mtu ataimbiwa, hakuna mtu ataumizwa. Lakini kwa sababu kuna wakora, mtu anaweza kuwa mkubwa kwa serikali lakini kuna vitu mingi haelewi, hawajui hii goonism inaweza angamiza nchi so fast and so easily. Kwa sababu niulize, wakati tunaenda tunatupiwa vituo machozi na tunaona wengine wanalindwa ni kama hao ndio the special ones. Sasa si inaweza fika mahali sema liwe liwalo, na ikifika hapo you will not be in a position to manage the country. Kwa hivyo ni ombi langu kwanza, hii maneno ya goonism tuachane nayo, because it is state sponsored, and anybody, even hata wale hawajasoma hata nani, they can see there is favorism from one side and they are being encouraged, and meaning it is state sponsored. Kwa hivyo tuachie vitengo vya usalama na wakubwa wake waweze kufanya maneno ya usalama, na hii maneno ya goonism ni just one word and you will not see it. Let the state dissociate itself from these what we are calling goons. Na niseme jambo lingine, I think sisi the policy makers, wale tuko katika Mungu ametujalia kuwa katika nyadhifa za uongozi, ni vizuri we come up with the policies ambazo zitahakikisha ya kwamba hakuna mtu ambaye anakaa hivi, kwa sababu these people are available simply because they are idle. There is nothing they are doing. They are not being engaged economically. Kiuchumi hakuna kitu mtu anafanya, so ako tayari, ako available. Nipewe 100, nipewe 200, niko tayari kuua, niko tayari kufanya furugu. I think kuna kitu wenzangu najua watakubaliana na mimi na wana tutazama. President Kibaki, the third president of the Republic of Kenya, hakuna kitu miracle alifanya. What he did, he sat down na watu wake na wakaulizana, hii nchi tumeichukua mahali yuko, this is the population, what can we do to ensure majority are playing part in economic building of the country? Now they brought up issues like special economic programs ambazo mamilioni ya wananchi waliweza kuwa wanafanya jambo. How instead they are doing the very opposite. That's why in the history of this country, when history is written, hakuna serikali so far zile zimekuwa imeleta umaskini na ufukara kama hii serikali. Na daktari, tukiangazia swala ambalo tunalizungumzia la siasa za vurugu, tumeona operesheni ama asasi za usalama zikitangaza kwamba kunaendelea operesheni, na kufikia jana nafikiri tangazo lilikuwa ni kwamba washukiwa takriban 300 wametiwa mbaroni kufuatia magenge ya uhalifu kwenye eneo la Nairobi na Kitale, ikiwa ni operesheni ambayo inaendelea kwa kutuliza magenge ya uhalifu. Hali ambayo ipo ya kiusalama na anavyozungumza Mheshimiwa Mwangangi, inaingizwa siasa ama ni masuala tu ambayo ni ya kiusalama? Dadangu, ni vyema tusemezane ukweli kwamba wale ambao wanashikilia asasi za serikali upande wa usalama wamefeli kwa sababu hawajatilia maanani sera na mwafaka wa utaifa, hasa tunapozingatia masuala ya usalama. Wale waliposhikwa kule Kitale kule kwetu ni vijana tu ambao wameshikwa kwa sababu ya ile tunasema optics. Lakini wale ambao ni majangili ambao wanashirikiana na serikali wapo na bado wako na nafasi ya kutekeleza haya. Swala nyeti ni kwamba
mbona kiongozi ambaye anasimamilia masuala haya ambaye ni Murkomen hajatilia maanani sheria na mwafaka kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata usalama? Kwa sababu yanajitokeza wazi, wao wanaondoa ndimi tofauti. Kwa mfano lile swala ambalo lilitokea kule Mlima Kenya, ambapo huyo kiongozi wa DCP aliweza gazi ambazo zitokea kule mule kanisani, mbona wale hawajaletwa? Mbona hawajashtakiwa mpaka wa leo? Mbona wale ambao wamehusika kwa kurusha tear gas hapa na pale hawajaletwa? Na yeye anajua kila mtu, anajua penye wanalala wanasiasa na wale wanahusika. Mbona hajui wao majangili wako wapi? Mimi ningependa kusema hivi, ikiwa tunataka mwelekeo mpya, lazima wale ambao wanasimamia masuala haya watoe siasa kwenye usalama wa taifa, ili Wakenya wawe na imani na asasi zote, hasa polisi. Ikiwa mwananchi atakosa imani na polisi, imaanisha usalama haupo. Pili, ikiwa kuna wanasiasa ambao wanacheza siasa na mambo haya, wachukuliwe hatua. Mbona tuweze kuwakandamiza wale ambao ni wananchi wa kawaida? Tunaona kwamba masuala yanawaguza kila siku, hatuchukui hatua yote. Serikali inatoa ndimi, iko hivi, lakini hatuoni mtu akipelekwa kwenye mahakama, kumaanisha kwamba kuna ile compromise within the security sector, na hasa the Inspector General of Police atapata ugumu sana kushughulikia masuala haya ikiwa hataweza kudhibiti polisi na kuhakikisha kwamba polisi wanatekeleza wajibu wao na wananchi waweze kuheshimu asasi za serikali ili tulinde utaifa. Omar, maoni yako ni yapi kuhusiana na usalama wa taifa na siasa katika kipindi ambacho tunashuhudia machafuko kwenye mkutano wa kisiasa, uvamizi wa baadhi ya viongozi labda wanaopinga serikali na kadhalika? Kwa hakika dadangu, hili ni suala ambalo lazima viongozi wetu, haswa wale waliojukumika na kupeana usalama, wanafaa kutilia maanani, kwa maana wasipo makinika tutaelekea mahala papaya dadangu. Inafaa tukumbuke ya kwamba mwaka jana kuna yule aliyekuwa mbunge kutoka kule kaunti ya Homa Bay aliyeweza kuuawa kwa njia ambayo haikuweza kueleweka. Ilisemekana kwamba alikuwa ni mbunge aliyependa furugu zaidi, na yeye mwenyewe ndio maana aliweza kukufa kwa njia ambazo hazikuweza kueleweka. Inasikitisha kuona seneta katika taifa letu la Kenya akivamiwa na wahuni, na hiyo inamaanisha kwamba hakuna ulinzi wa kutosha, na wale ambao wanamvamia ni goons ama ni watu ambao wanajulikana. Lakini sasa, na swali ambalo sisi tunajiuliza kama wananchi, ikiwa seneta mzima anaweza kuvamiwa na watu wanaojulikana na hakuna hatua yeyote inayochukuliwa, hiyo inamaanisha nini dadangu? Inamaanisha kwamba kuna mtu ambaye ameweza kuzembea mahala fulani, iwe ni katibu mkuu, iwe ni waziri. Kuna mtu ambaye amezembea na inafaa aweze kuachishwa kazi mara moja, kwa maana ameshindwa kufanya kazi. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba lazima kila mtu aweze kufanya kazi yake. Kama ni waziri, kama ni katibu mkuu, aweze kufanya kazi yake ili kuhakikisha ya kwamba hili swala la maguns ama furugu limeweza kukoma. Swala la ufisadi ni swala ambalo pia kwa upande mmoja au mwingine limechangia kufika tulipo, tukiwa tumetaja swala la sakata ile ya uagizaji mafuta na mafuta ghushi, na wale ambao walikuwa wamejiuzulu kwenye afisi za Wizara ya Kawi, na bado kama Wakenya wengi wanavyojiuliza hawajafikishwa ama kufunguliwa mashtaka kutokana na taarifa ya ODPP kwamba hajapata faili za kufungua mashtaka dhidi ya wale ambao walijiuzulu. Swala la ufisadi linatoa imani kwa kiwango gani kwa wananchi, hususan katika masuala ya uongozi, Mheshimiwa? Asante, na uniruhusu dakika moja niseme jambo kuhusu hii maneno ya usalama na furugu. Sema ya kwamba the current leaders ama viongozi, katibu wa kudumu na CS Kipchumba Murkomen
hawa ni watu wamekuwa katika vyuo vikuu wakifunza, ni watu wasomi, wamesoma zaidi, lakini nikiangalia mimi naona they are more of politics than their policy work in the ministry. Kwa sababu mimi tangu nilikuwa najaribu kuangalia nilikuwa najaribu kusoma kuangalia wakati tulikuwa tunapata independence AGE, nani alikuwa waziri wa usalama wa ndani, alikuwa aje, tabia zake zilikuwa aje. Hakuna mmoja so talkative kama ambaye yuko. Yaani kitu inatendeka na huko hata kabla polisi hawajafanya chochote, he is know it all and he does completely nothing. Yeah? Ukiangalia vile wamekuwa wakikimbizana na Gachagua, he is the one to talk. Tunafanya hii. Talking, doing zero. Outcome hakuna kitu anafanya. Na it's a well accomplished lawyer. You don't know what the problem is. So, nikuje kwa swala lako, ufisadi na haya mambo. It's a very dangerous thing. Because we are back to where we were trying to heal na 2010 constitution. Hii maneno ya siku hizi, hawa viongozi wa UDA hawa waende mahali milioni 5 kwa hawa, waende mahali ingine nimewapatia hii bus, nimendonate hii, and hakuna, unaona wananchi wanapiga makofi. Hakuna mtu hata mmoja anauliza what is the source of this money. Naibu gavana ukienda kila mahali wewe una dish out pesa. Ikuru leo is a mobilizing zone. It is no longer the respected office where Kenyans can look up to for any solution. Siku hizi is a wood. Now, you can't imagine. Kunaona watu wanakuja wanavalishwa vitu ya vyama, na hiyo ni ikulu kuu ya nchi. So, in this case, I think we need to call for change. Ndio hii maneno ya kulipa watu sijui pesa hapa pale, hiyo ni fedha ambayo ingepewa ungatuzi. Ndio wapeane maji, hiyo mabarabara, mahospitali, mandawa kwa hospitali, waanguzi waweze kulipwa kule, ni watu waweze kupata zile tunaita services za umma ama public services. Lakini hiyo fedha inachukuliwa. For the first time since independence, tunaona ikulu, you don't need even $1 billion as a president. Lakini here tuko na now almost 20 billion ya ikulu ya kufanya siasa, ya kukunywa mandazi na kulipa watu. Hiyo ni fedha ingetolewa, kwa sababu ikulu haichimbi mbwawa ya maji. Ikulu haifanyi maendeleo. Ni kuleta tu wananchi pamoja. Na kuna respective departments za kufanya kazi, za kutendea Wakenya kazi. Zingekuwa ndio zinapewa hii fedha nyingi ndio ziweze kusaidia. So ukiangalia tuko na tendency ya kwa wakati huu certain politicians ambao a group of political leaders in this country ambao fedha wako nayo at their disposal. Wakitaka mandeke 20, they can have it at their disposal. And go anywhere, throwing money left, right, to their mistresses, to their boyfriends, to everybody who wants money. But for development, zero. And that's why unaona wananchi wa Kenya tuko mahali sasa. Tuna line up, tunashindana ni nani ataenda State House, ndio waende huko, wandance, wapewe pesa. Lakini ukiangalia tunaenda kwa World Bank kuendelea kukopa. Internally tuna suffocate the economy of this country kwa sababu serikali kuu inakopa zaidi in private sector, inabakisha businesses. Hakuna ile fedha wanaweza enda pale wakope kwa sababu serikali imechukua karibu yote. So iko shida mingi. Hii maneno ya ufisadi hii lazima tuangalie. Lazima iangaliliwe. Daktari, maoni yako ni yapi? Tukiangalia kwamba tumerejelea sakata ya uigizaji mafuta, na kama ulivyotaja awali hatujaona kesi ambayo imefunguliwa ama mashtaka ambayo imefunguliwa dhidi ya wale waliojiuzulu ambao walikuwa wanatuhumiwa kuwa wanahusika kwenye sakata hiyo. Dadangu, sijui nikueleze vipi, lakini acha niseme hivi. Rais William Ruto ni mweledi wa siasa. Rais William Ruto ni mwanafunzi wa mwenda zake Moi. Unapoangalia kwenye historia utaona kwamba Moi aliweza kumanage politics vizuri sana. Alikuwa profesa wa siasa, lakini uchumi zero.
hapa tulipo tunaona mwanafunzi wake akitekeleza yale yale ambaye alikuwa anatekelezwa na mwenda zake, kwa sababu rais huyu alichukua hatamu wa uongozi kwa ile slogan kwamba atashughulikia mtu wa chini. Lakini je, ni masuala mangapi yamejitokeza upande wa ufisadi ambayo haijulikani? Tuangalie sekta ya afya. Bilioni 104 kununua system. Dadangu, tulipoangalia ile NHF ilihitaji kidogo tu bilioni pengine 10 kuhakikisha kwamba system ingetengelezwa tuweze kushughulikia. Swala la mafuta, nimekueleza G to G, it is G to private sector. Kwa sababu hiyo Gulf Energy na hisa zake ziko na rais, na wale ambao wanahusika ni wandani wa rais. Ambapo tungeachia Kenya Pipeline ama National Oil Corporation wafanye, tungeingia pale. Mafuta haya huenda hata bei yake ikawa chini. Swala lingine, vile wameshikilia shilingi ya Kenya, imeshikiliwa pale kwamba G to G itatusaidia tuweze kuhakikisha kwamba shilingi yetu haipotezi umaarufu. Lakini ni swala la wao tu, chama cha ile Boys Club ambao wanaunda pesa kwa sababu ya exchange rate. Lakini mwananchi wa kawaida haimfikii. Tuje kwa swala la kilimo, fertilizer, tunakumbuka ufisadi mle ndani. Tuje kwa education, tuangalie Higher Education Loans Board na mambo yalibadilika kule. Tuje kwa ile ambaye Special Economic Zone, waziri ambaye alijiuzulu yule Moses Kuria alikuwa anafanya. Dadangu, niseme nini kuhusu ufisadi? Kanisa ambapo rais mwenyewe anajitokeza kusema kwamba heri kujenga kanisa kuliko kujenga shule. Sikatai, lakini dadangu, hatuwezi kuomba to prosperity. We must work as a people. Na kumaanisha kwamba lazima tujenge system ambazo zitatusaidia. Saa hizi tunaongea kuhusu Singapore. Tutafikaje Singapore kama Vision 2030 inaelekea kuisha na hatujaweza kureview tujipange na nyingine? Haitakuwa miracle. Kumaanisha kwamba kuna tatizo ambapo ufisadi umekithiri na lazima wananchi wajitokeze waseme, kama rais kweli hapa utupeleki vyema, tunahitaji mikakati na msimamo na mtazamo ambao utatusaidia. Kwa nini niseme hivi? Rais anaposimama kila wakati yeye husema nimetenga hii ama nitafanya hii milioni fulani bilioni fulani. Na ukiangalia kwenye bajeti na bunge, kumaanisha kwamba bunge halina bajeti hiyo, bunge halijapitisha makadirio haya. Rais anayatoa wapi? Atatoa wapi hela ambazo rais anaendelea kuahidi? Kule amekweko weekend kule juu aliahidi barabara, nimeona kwamba mabasi zimekwama kule kwa sababu mvua ambayo inanyesha kule. Je, rais yeye alienda tu na ndege? Si angetumia hiyo barabara kama ni ile kwamba hakuna ufisadi? Mbona wananchi wa kawaida tunadhalalishwa na tunaona kwamba rais hawajibiki? Na hamna asasi zetu, hasa bunge limefeli, ni kama tu ile rubber stamp. Auditors report kila mahali inajitokeza kwamba kuna tashishi. Swala hili, mradi huu Aror Kimarwer, unakumbuka ndio rais ndio anaondoka kuelekea kule Italy. Kule Italy ndio pesa zilikuja, zile za Aror na Kimarwer hazikujengwa, haikufanya mpaka wa leo. Na pale sisi tunakaa tunasema rais watutendea vyema. Dadangu, si vyema. Tunaharibu inji na asasi zetu, na hasa vizazi vijavyo wataumia sana kwa sababu ya uongozi mbaya tulionayo na hizi mikopo ambazo tunachukua. Lazima watu wasimame waambie rais, jaribu kubadili. Tutakaporejea kutoka hapo mziko fupi, nitakuwa nampatia fursa Omao kuzungumzia swala la ufisadi na jinsi ambavyo labda linachangia upande mmoja au mwingine kulididimiza taifa na labda kuweka taifa kwenye hali ambayo tunaiona, kutoridhika kwa wananchi labda, na pia kwa migogoro ya masuala ya uongozi na zaidi labda pia kupanda kwa gharama ya maisha. Tutakuwa tunarejea kuangazia hayo na mengine mengi kwenye mazungumzo, kuangazia mustakabali wa taifa. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na mazungumzo ikiwa imetimia saa 6:30 saa za Afrika ya Mashariki, mida ya dhuhuri. Tutakuwa tunaendelea na mazungumzo tukiangazia mustakabali wa taifa kama nilivyokujuza awali, na tayari tunaendelea na mazungumzo haya tukiwa tunaangalia baadhi ya masuala nyeti ambayo yanaibuka na kuonekana kupandisha joto la kisiasa humu nchini. Na Omao, nilikuwa nikupatie fursa uzungumzie swala la ufisadi na ambavyo labda linaathiri
masuala yaliyopo na yanayozunguka hata sababu za kuwafikisha Wakenya kwenye barabara kuandamana, swala ambalo tulikuwa tumeona limepata utulivu kwa muda, lakini lalama ni zile zile, kupanda kwa gharama ya maisha na hususan ladha kuchochewa kwa gharama hiyo na ladha kupanda hata zaidi kwa bei ya mafuta. Dadangu, kulingana na shirika la kimataifa la uwazi, yaani Transparency International, Kenya kama nchi hatujakuwa tukifanya vizuri sana haswa katika upande wa ufisadi. Hili ni shirika ambalo huorodhesha nchi kulingana na chinzi nchi hufanya haswa katika upande wa ufisadi. Kwa hivyo katika taifa letu la Kenya tumeorodheshwa katika ile nambari ya mwisho. Na sababu ambayo unapata hatujafanya vizuri sana ni kwa kuwa kumekuwa na suala la siasa haswa katika vita dhidi ya ufisadi. Kwa mfano unapata kwamba leo hii kiongozi ama viongozi fulani wameweza kukamatwa kwa ajili ya kula rushwa ama kwa kuiba zile hela za umma, na viongozi hawa hawapeleki kotini licha ya kwamba kuna ile evidence ya kwamba wameweza kufanya ukora ama wameweza kuiba hela za umma. Na unapata kwamba viongozi hawa wameweza wako na ile support ya wanasiasa, na unapata kwamba kuna wale wanasiasa ambao hawako mrengo wa serikali, ndio unapata haswa ufunguliwa mashtaka. Kwa hivyo ni ombi langu ya kwamba wacha zile hasazi ambazo huhusika na kupigana na ufisadi. Tuko na EAC, tuko na asasi za usalama, tuko na ofisi ya mshtaki mkuu wa serikali, yani Office of the ODPP. Wacha wachukue fursa na kufanya kazi yao waliochukumiwa nayo katika sheria. Unapata kwamba wananchi wamesema kwamba ufisadi umekuwa mwingi, ndio maana wanataka kujitokeza ili kuenda kuandamana, kwa kuwa tunaona ya kwamba viongozi wa kisiasa hawajamakinika sana katika kupigana katika hii vita ya ufisadi. Na tukiangazia masuala ya siasa, tunaona joto la siasa likipanda nchini tunapoelekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2027 na ndani ya serikali pana ambayo sasa inajumuisha vyama ambavyo viko kwenye serikali ya Kenya Kwanza na pia hususan chama cha ODM ikiwa ni lile vuguvugu la Linda Ground ambalo linaongozwa na Seneta Oburu Oginga. Tumeona kuna swala la siasa za maeneo ambalo ndio mjadala mkuu katika mrengo wa serikali pana, na hilo linaonekana kuleta joto na hisia kinzani kwenye baadhi ya viongozi ndani ya serikali pana. Daktari, unazungumziaje? Tunaweza kama taifa kuondoa siasa za maeneo, na iwapo kauli hizi zina nia njema zinapotoka kwenye upande wa serikali pana na baadhi ya wanachama wa mrengo huo wakiwa hawaridhishwi nazo, ni sababu zipi ambazo zinapelekea kutokuwa na sauti moja kwenye siasa za maeneo nchini? Dadangu, nilisema hapa awali kwamba siasa zetu ni za kikabila, na pengine unaona kwamba vyama vyetu tunaviunda vyama vya kisiasa mara nyingi ni vyombo vya jamii fulani ama viongozi fulani. Swala ambalo ni la kutatiza hasa ni kwamba katiba yetu ni ile ya winner take it all, na ndio hivyo tumejaribu kujaribu kupitia kwa BBI, haikufaulu. Tumejaribu na hiyo article report kufunikia mengine, haijafaulu. Na tumeona kwamba wakati wa broad based imeundwa ilikuwa kupunguza ile nguvu ambayo wapinzani walikuwa nayo. Ukiangalia asilimia yenye mwenda zake Raila Odinga alipata na yenye William Ruto alipata. Baada ya hapo unaona kwamba William Ruto amejaribu vipi ataweza kudhibiti ama kuchukua nafasi ambayo Raila Odinga ameiacha, kudhibiti ngome yake, na ameweza kuingia mle ndani kupitia kwa ile broad based kujaribu kuwapelekea maendeleo in quotes. Na ndio hivyo wale ambao walishaona hayo mapema, wale ambao wanapambana na Linda Mwananchi walijitenga, kwa sababu walijua kwamba, na nimesema hapa awali kwamba William Ruto ni mweledi sana wa siasa, kwa sababu ameingia mle ndani anahakikisha kwamba UDA itakuwa na nafasi ya kuchukua nafasi fulani katika sehemu ambayo ni ngome ya ODM, ambapo inamdhalalisha ODM ambayo imekuwa chama kikubwa. Wakati huu nafikiri imebaki a shell of itself, kwa sababu sasa hivi siasa zinavyochezwa ni kwamba UDA itakuwa na governor atasimama Bungoma,
Kakamega, Kisumu na Nyanza kule kwote. Vipi sasa upande wa ODM? ODM imeendelea kusambaratika na ilianza kusambaratika kabla ya Raila Odinga kutuacha, kwa sababu wale waliingia kwenye broad based, hata kutokuwa na makubaliano na Raila Odinga, kuna mawaziri waliingia upande wa UDA, na wale mawaziri wanatumika hata wakati huu kuhakikisha kwamba wanasambaratisha chama cha ODM. Kuangalia kwa mfano kule Pwani. Kule Pwani wale wanasukuma Pwani ni kwamba wanaona vipi Joho atapata nafasi ya deputy. Hapa awali wale walisukuma upande wa kuingia kwamba tunataka power, walimuona kwamba Gladys Wanga atapewa nafasi ya deputy. Rais William Ruto haja yake ilikuwa kwamba vipi ataweza kuishikilia ODM mapema, ndiye akaanza kusukuma kwamba Sifuna aondolewe kabla ya mwezi wa 3. Yameshindikana pale, wanahaja kwamba vipi basi watajisukuma kama UDA kupata nafasi hizi ambazo iko ngome ya ODM. Katiba yetu haijaweka nafasi ya opposition, na katiba yetu inaongea juu ya majority leader na minority leader kwa sababu ya kutaka kuvuta utaifa. Lakini kwa sababu ya msingi ya siasa, bado tunaendeleza siasa zile za upinzani, na rais amechukua nafasi hii kuweza kuingandamiza ODM, na ile ambalo limebaki ni kutazama tu jinsi tutavyoisika ODM wakati wote. Omeo, maoni yako ni yapi? Alafu tupate maoni ya Mheshimiwa Mwangangi kuhusiana na swala la siasa za maeneo na jinsi ambavyo karata za siasa zinachezwa, na tunaona mipasuko ama kutokubaliana kukiwa kunajitokeza ndani ya serikali pana. Jinsi daktari alivyosema hapo mwanzoni, rais wetu, Rais William Ruto alikuwa ni mwanafunzi wa hayati Moi, na ni mwanafunzi aliyeelewa siasa sana. Kwa hivyo Rais William Ruto ameweza kujua ya kwamba kuna umuhimu zaidi akiwa na wabunge wengi, haswa katika bunge zote, ile bunge ya seneti na pia bunge kuu. Kwa mfano katika ile chaguzi ndogo ya Malava tuliweza kuona mbunge akichaguliwa alikuwa ni mbunge wa UDA. Kwa hivyo Rais William Ruto alikuwa anajaribu kupima nguvu ya kwamba itakuwaje kama chama cha UDA ambacho ni chama chake kitaweza kuenda katika ile ngome ya opposition, yani ngome ya ODM na kuwa na mbunge. Kwa hivyo Rais William Ruto anaelewa umuhimu zaidi wa kuwa na wabunge wengi. Inafai kumbuka ya kwamba wakati ambapo Rais William Ruto alikuwa anahitaji wabunge ili waweze kumwimpeach deputy president, ilibidi aweze kuchukua wabunge kutoka upande wa upinzani, ikiwemo sana ODM. Kwa hivyo Rais William Ruto anataka kuvamia zile ngome za upinzani, haswa kutoka upande wa magharibi na pia Luo Nyanza, na hii haijaleta mtazamo mzuri sana kwa upande wa ODM. Kulingana na mimi, siasa za demokrasia ni siasa ambazo zimeweza kuruhusiwa haswa katika katiba yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi sijaona kama kuna shida yoyote kiongozi yeyote kuenda kusimama kiti mahala popote, kwa kuwa ni haki ya kimsingi ya kikatiba. So ni siasa zinaendelea, dadangu. Wacha kila mtu asimame ili aweze kuchaguliwa. Kwa maana at the end of the day ni wananchi ambao wako na uwezo wa kuchagua viongozi. Mheshimiwa Mwangangi, maoni yako ni yapi kuhusiana na kampeni ya kuondoa siasa za maeneo ya zoning na jinsi ambavyo inachukuliwa na baadhi ya viongozi ndani ya serikali pana, ikiwa kauli hizo zinatoka ndani ya serikali pana lakini pia zinaonekana kutoridhisha kila mmoja ndani ya makubaliano yale? Asante. Niruhusu kwa dakika moja ama nusu dakika niseme ile maneno ya ufisadi na vile inachangia katika siasa zetu na vile inaleta pia umaskini katika taifa letu. Ukiangalia hii kashfa ya mafuta, na kitambo nizungumzie hilo, ni wananchi wa Kenya watakubaliana na mimi leo, ukinunua units ya Kenya Power, hii stima tunatumia hapa, ukinunua tu units ya 1000, almost 56% of that is tax. Wakenya wanalipa kodi ya nyumba and it was imposed. Tumeongezewa pesa ya hii maneno ya universal health coverage, tukaongezewa ingine ya NSSF. Kwa hivyo wale tuko na payslip unapata it has aina meaning yoyote.
na wakati hiyo maneno ya kodi iko juu hivyo, inamaanisha ya kwamba ikiwa kuna mtu anasoma ambaye anafanya kazi na pia anasoma ama anasomesha watoto na mambo mengine, haitawezekana. You will have to do other side issues or other businesses to at least uweze kujigharamia kimaisha. Sasa ukiongeza hii maneno ya mafuta, ukinguza tu mafuta hivi, umeguza almost literally over 100% of our economic sectors. Kila kitu lazima ianze kupanda, na hiyo inapanda. Yule mfanyikazi pesa ni ile haijaongezwa na 30%. So unaona watu wengi hata kazi itawashinda. Pengine watu waende kufanya vitu zingine ama wakuwe majambazi. Na ndio naona so many social ills of late. Ukisikiza vyombo vya habari utaona ya kwamba kila asubuhi inatangazwa mwizi hapa nini pale, and inaleta umaskini mwingi sana. Nikuje kwa swali lako ambayo ni hii maneno ya mgao zoning. Hiyo ni uongo ya UDA. UDA tu walitaka kumalizana na ODM. It is as simple as that. Na ndio maana vile ODM wenyewe wale walikuwa wana embrace hiyo, kuona kwamba at some point hata Raila kabla Mungu hajakufa, tulikuwa tumeanza kusikia optics ya ODM na UDA watakuwa kitu kimoja. Na hata siku ingine enzi hizo Rigathi yakuwa ametolewa. Unakumbuka rais akiwa na magavana kina mama mahali katika hoteli fulani hapa Nairobi, akatupa tu akasema hata nimeambia Rigathi tujipange, na ndio tukichukua rais tuchukue maneno ya jinsia mama hapa chini. Na hiyo swali ilikuwa ina target ODM. Ikawa mama akakuwa so much excited, akakuwa mwenyekiti wa chama. Sasa hiyo story yote ya maneno ya zoning ile walikuwa wanafikiria iko UDA walikuwa wanajua wanafanya nini. Wakati huo huku juu wanapambwa, wanadanganywa, pengine wanapewa vitu zingine za kuwapea motisha. Wakati huo hapa chini naye machinery ya UDA inaendelea ku make advances. So in this case ni uongo tu ya siasa, kwa sababu hata enda nchini Marekani kwa sasa kuna Democrats na kuna Republicans, kuna red states na kuna blue states. It is known for a long time. Maneno ya zoning nafikiri kila hata ukisema tukue universal utapata ya kwamba ikiwa ni ODM iko na zone yake, iko na ngome yake. Na ukisema like UDA utapata maybe mahali rais anatoka unapata watu wengi iko na a lot of support unlike elsewhere. Kwa hivyo hii ni uongo, hii maneno tunaletewa saa hii ni uongo. Na sasa nafikiri ODM hata hii milengo yote, kumbuka wakati baba tulipotangaziwa ametuacha, what happened? Wakati mwili unaleta tunatangaziwa ODM wameinstall a new leadership. Yani vitu ambayo no consultation nini, yani watu wanaona vitu inaenda namna hii, inaenda tu ikienda. So ilikuwa nia ya kumalizana na ODM at the advantage of UDA. Nafikiri viongozi watafunguka macho, ama ikiwa tayari washaingia kwa hizo mtengo na wameshakula deal, wananchi watajisoti. Kuna haja ya kuwepo kwa ama kujipanga upya kwa upinzani, kwa sababu kufikia sasa nafikiri tunaona United Opposition ambayo ni upinzani unahusisha chama cha Mheshimiwa Mwangangi Wiper, na vile ikiwa ndani kuna DCP, kuna DAP-K, kuna Jubilee, lakini vile pia kuna upande wa ODM ambao umejiondoa kwenye ule mkataba wa serikali pana walinda mwananchi unaongozwa na Orengo na Sifuna. Kuna haja ya upinzani kujipanga upya, kwa sababu tunaona hata kwenye maandamano vuguvugu la linda mwananchi limetangaza maandamano Juni makubwa tu ya kuweza kukumbuka wahanga wa maandamano ya Gen Z, na bado kuna upinzani ulioungana kama Wiper na vyama vingine ambapo watakuwa wao pia wametangaza maandamano kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Kuna haja ya kuwepo na sauti moja kutoka kwa upinzani, daktari. Upinzani kwangu naona kwamba
wamejipanga kwa sababu wanapinga mtu mmoja, wanapinga serikali iliyopo. Wao kuweza kukubaliana ni rahisi sana, kwa sababu unaposikiza semi zao zote zinalenga kuhakikisha kwamba wanamtetea mwananchi wa kawaida na wanapinga sera ambazo wanaona kwamba zinakandamiza mwananchi. Wao jukumu kubwa kwa sasa ni kujaribu kuja pamoja na kuweza kunena semi, wakuwe na ile spokesperson wao na uweze kujipanga, lakini ni mapema, kwa sababu ikiwa wataweza kujipanga mapema, basi William Ruto atapata nafasi ya kuwa raid kwa rais. So ni vyema kwamba waendelee kufanya yale ambao wanafanya, kwa sababu lengo lao hasa ni kuhakikisha kwamba wako na ile one term ambayo wananena. Na kwa sababu ya siasa vile ziliyopo, pengine wale ambao wanajiondoa upande wa ODM au ambao tunaona kama ni vuguvugu la Linda Mwananchi, huenda likawa kwamba litaegemea upande wa upinzani, na wao wakati unapoelekea itakuwa rahisi kwamba watakuja pamoja kukubaliana. Ikiwa hawataweza kubaliana, basi tutakuwa na tatizo kama lile tuliposhuhudia mwaka wa 92 na 97 ambao wapinzani walikuwa wamegawanyika. Lakini ikiwa wataungana, basi tutakuwa na kama ile marudio ya mwaka wa 2002 ambapo wapinzani wote waliungana kuhakikisha kwamba KANU imeondolewa kwenye mamlaka. Kwa sababu wao wote wanazingatia swala moja, ambayo kwamba serikali iliyopo inamkandamiza mwananchi wa kawaida, na haja yao ni kwamba waungane. Basi wakiwa na spokesperson itakuwa rahisi kwetu kuweza kuamini. Omao, kwa dakika 2 kwa sababu ya muda, hisia zako ni zipi kuhusiana na hali? Shukran dadangu. Ningesema kwamba historia imeweza kuashiria kwamba iwapo viongozi wa upinzani huja pamoja na kuwa kitu kimoja, itakuwa rahisi sana kumshinda rais aliye katika uongozi. Na iwapo hawa viongozi hawataweza kushirikiana na kuwa kitu kimoja, kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kumshinda rais aliyekuwa mamlakani. Jinsi daktari ameweza kusema, ametoa mfano wa mwaka wa 1997 ambapo viongozi wa upinzani hawakukuwa kitu kimoja, na walipoenda debeni waliweza kushindwa na Rais Moi. Kwa hivyo ili viongozi wa upinzani waweze kuwa kitu kimoja, lazima waongee kwa sauti moja. Ili wakiongea kwa sauti moja, ndio itakuwa rahisi sana kuweza kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi uchao. Na Rais William Ruto hata kuwa wa kwanza kuenda katika historia kuwa rais aliyehudumu kwa kipindi kimoja. Katika nchi jirani ya Malawi kulikuweko na rais aliyeitwa Lazarus Chakwera. Alihudumu kwa kipindi cha miaka 5, na alihudumu hivyo kwa sababu wale viongozi wa upinzani waliweza kuja pamoja, ikawa kwamba waliweza kumshinda. Kwa hivyo ni changamoto kwa viongozi wa upinzani waweze kuungana na kuwa kitu kimoja, ndio waweze kumshinda William Ruto katika uchaguzi uchao. Sijui viongozi wenyewe wa upinzani wanasemaje? Mheshimiwa Mwangangi, kauli yako ni gani? Umoja ni nguvu. Wasipoungana watakuwa wamekosea Wakenya sana. Lazima tuungane. Because nia ni moja. Kila mtu anataka nchi ambayo inakuwa nchi ambayo inaendelea, nchi ambao wananchi wake wamesoma saa hii. Mahali rais wa Jamhuri ya 3 alipoachia maneno ya elimu, saa hii tungekuwa na elimu ya bure kutoka shule za chekechea hadi vyuo vikuu. Lakini saa hii umeona tumeanza kurudi nyuma. So ukiona yani Wakenya, they are so much oppressed. Hakuna njia ingine other than we just unite and for the purpose of this country. Ndio tuweze kwenda mbele. Aniseme nimekuwa mimi naona nacheka. Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa sasa anatembea kila mahali, anasema mkiangalia hao watu wote wanaweza. Why as a president? Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu anajua hata kupata 15% itakuwa ngumu of the vote. Anajua tu maneno ni mbaya na ni kumbaya. Na si ati ni kumbaya, ni yeye amejieka kwa hizo mambo. Kwa sababu kama mimi nimelelewa, nilikuwa katika enzi za Moi na Kibaki nikiwa shule. Na mimi najua serikali ikisema jambo, inasema ile jambo itaenda kutenda. Lakini siku hizi ni kuongea. Na yani mtu anajua jana alikudanganya. Na hata leo anakuangalia macho hivi, ati anakudanganya. Na unajua na hata mimi nandanganya. So I think
the only way out and my prayers are na by the way, kuna watu wakubwa sana kwa hii serikali. Ngoja itangazwe next year uchaguzi. Utaona vile wataitoroka. Kwa sababu itakuwa ngumu kuongea mambo ya hii serikali anywhere in this country. Watu wanalia, nimetoka mazishi huko Kisii. Nimesimama Bomet na watu wacha ni assume hawako nijua. Watu wanasema one term hata kabla hata hakuna kitu nimesema. One term. Kwa hiyo mazishi na nafikiri mahali nilikuwa kwa hiyo mazishi watu wananitazama saa hii. Kulikuwa na mapadri karibu 10 kwa hiyo mazishi. Kusemekana tu so ezia hata ilikuwa nikuje niwasalimia watu na by the time nasimama one term. Yani everywhere. Hii Suswa hii Narok yote hii mahali popote tulisimama one term. Yani nashindwa mimi hii serikali imefanyia Wakenya nini? Naam, asante Mheshimiwa Mwangangi, na kufikia hapo kwa sababu ya muda tutakuwa tunatamatishia mazungumzo na kipindi kwa jumla. Niwashukuru sana kwa kufika na kwa mchango wenu kwenye mazungumzo. Nimshukuru Daktari Luchetu Likaka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uongozi kwa kuja na kwa kujumuika nasi kwenye mazungumzo, na nimshukuru sana Thomas Omao ambaye yeye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa kwa kufika na kwa mchango wake kwenye mazungumzo, na pia nimshukuru Mheshimiwa Francis Mwangangi ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Machakos kwa kuja na kwa mchango wake kwenye mazungumzo. Na mtazamaji, kufikia hapo natia kikomo kwenye taarifa za yanayojiri. Nitakuwa napokeza usukani wenzangu wa taarifa za News Desk za lugha ya Kimombo wakiendelea kukujuza yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.